Jambo la tatu, unaupata ushindi huu kwa njia ya imani. Unaupata ushindi huu kwa njia ya imani ulio nayo katika ushindi wake. Kwa unaweza kaweka katika ushindi wake Yesu kwa ajili yako. Unaupata ushindi huu kwa njia ya imani ulio nayo katika ushindi wake Yesu kwa ajili yako. Katika ushindi wake Yesu kwa ajili yako, uliomo katika damu yake. Warumi sura ya 3 mstari ule wa 25. Warumi sura ya 3 mstari ule wa 25. Unasema, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake, kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa. Nitaka kuangalia kile kipengele, kwa njia ya imani katika damu yake. Ushindi wako uko ndani ya damu. Ushindi ule uliofanyika pale msalabani, Yesu aliwekeza ndani ya damu. Ili kuupata, lazima uwe na imani juu ya damu. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Sasa ili kukurahisishia, lazima sasa hata kama unaingia kule kwenye damu, unaenda kutafuta kitu gani? Unatafuta ushindi ambao Yesu aliuweka pale msalabani kwa ajili yako. Kwa sababu ule ushindi ni wa kwako. Usipouona huwezi kuwa nao. Ndio maana unakuta watu wengi sana wanatumia jina la Yesu, damu ya Yesu wanatumia kidogo sana. Kwa nini? Kwa sababu wamejifunza zaidi juu ya jina la Yesu, wamejifunza kidogo zaidi juu ya damu ya Yesu. Ukijifunza zaidi juu ya jina la Yesu na ukaweka imani yako kwenye jina la Yesu, matumizi yako kiiweka kwa imani, utaona matokeo. Biblia inazungumza juu ya kuwa na imani katika Yesu, lakini pia imani katika jina lake, imani katika neno lake, imani katika damu yake. Uhakika wa kitu unachokitarajia unapotumia damu ya Yesu, ule uhakika unaongezeka. Uhakika ukiongezeka, maana yake imani yako imeongezeka. Kwa sababu imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Kwa hiyo imani ikiongezeka, uhakika ndani yako umeongezeka wa matumizi ya hiyo damu kimatokeo. Bwana Yesu asifiwe.